Amen. Ninawakaribisha kuketi katika uwepo wa Bwana. Ninaamini ya kwamba Bwana yuko pamoja nasi na Bwana ametubariki. Ni furaha sana kuwaona tena katika Jumapili hii ya siku ya leo. Siku ya Sunday hatukuwa pamoja, nilikuwa nimeenda kuhubiri mahali pengine. Na nashukuru Bwana kwa sababu this is home. Na hii ni familia yetu ya kanisa. Na napenda Bwana kwa sababu ya kuwaweka na kuwapa neema na kuwapa nguvu. Amen. Nataka nichukue nafasi hii kuwakaribisheni katika neno la Bwana. Sisi wote tulio hapa kanisani na wanaotufuata katika mitandao yetu ya kijamii, ni wakati wa kuweza kula chakula cha kiroho. Tumekuwa tukila chakula cha kimwili wiki mzima, lakini wakati huu ni wakati wa Mungu wetu kutulisha neno la uzima. Na nashukuru Bwana sababu akiwa pamoja nasi tuzaidi ya walioshinda. Amen. Na kila daima akiwa pamoja nasi hutana na haja zetu, na akiwa katikati yetu hunena na mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka tuweze kuingia katika neno la Bwana siku ya leo. Tumekuwa tukizungumza habari ya msaada wa Mungu wakati wa mahitaji, na jinsi ambavyo Mungu anakutana na mahitaji yetu katika hali zetu. Bwana asifiwe. Na tukawa na kuamini ya kwamba katika mwezi huu Mungu wetu anaingilia kati jambo lolote ambalo katika maisha yetu tunamhitaji kuingilia kati aweze kuleta mabadiliko. Amen. Na siku ya leo nataka kuongea kuhusu Mungu kuingilia kati ili kuleta suluhisho katika maisha yetu. Amen. Divine intervention, ama Mungu kuingilia kati kuleta suluhisho katika maisha yetu. Tunasikia ya kwamba mara kwa mara Mungu huingia katika shughuli za wanadamu, na anaingia na makusudi ya kuleta mabadiliko, makusudi ya kuleta mambo yaliyokufikia mwisho. Anaingilia kati akiwa na kusudi la kukuinua, akiwa na kusudi la kutubariki. Tuna story mingi katika Biblia ambazo zinatuonyesha ya kwamba Mungu aliingia kati wakati ambapo mwanadamu alikuwa amefika mwisho. Amen. Kwa hiyo Mungu, kwa sababu si mwanadamu, ana uwezo wa kuingilia hali zetu, ana uwezo wa kuingilia matatizo yetu, ana uwezo wa kuingia katika maisha yetu, katika familia zetu na mambo yanayotusumbua, na aweze kututwalia kama ni mahitaji tunahitaji, aweze kutulinda kama ni ulinzi tunahitaji, aweze kuleta mabadiliko mahali ambapo hapana mabadiliko. Nataka niseme ya kwamba hakuna hali Mungu asiyoweza kuitawala. Iwe ni magonjwa, anaweza kutawala. Amen. Iwe ni mahitaji, anaweza kutwalia. There is no situation that is beyond his control. Kwa hiyo hakuna haja ya kusema haitawezekana. Hakuna haja ya kuvunjika moyo, kwa sababu no situation is beyond his control. He is able to bring solutions kwa matatizo ya maisha yetu. Na mwezi huu tumekuwa tukimwambia Bwana, ingilia kati. Amen. Ingilia kati katika maisha yetu. Tulisomewa Psalms 46 tukianza ibada. Verses 1 inasema, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Ya kwamba Mungu ni kimbilio letu, ni nguvu zetu. Mungu ni msaada wa karibu sana wakati wa shida. Amen. Ni vizuri tuelewe na tujue hivyo ya kwamba Mungu ni tofauti na wanadamu. Mwanadamu atapelekana nawe wakati mambo yako ni mazuri, lakini wakati umeanza kuingia katika shida, umeanza kuwa na mahitaji,
umeanza kuwa kwamba unatafuta msaada kwa rafiki ama kwa mtu wa karibu, utaona urafiki utaanza kuingia baridi. Lakini angalia hapa, tabia ya Mungu wetu haibadiliki. Mungu hatupendi wakati mambo ni mazuri, na ili kwamba mambo yakiwa mabaya akose kutupenda. Hatushughulikii wakati ambapo mambo ni rahisi, lakini Mungu wetu anatushughulikia hata wakati mambo ni mabaya. Nimekuja asubuhi ya leo kuongea nawe ili ya kwamba nikutie moyo na nikuonyeshe hata kile uko ndani utatoka tu. Amen. Hata yale yanayokusumbua yatafika mwisho tu. Hata hizo challenges ambazo unapitia sitafika mwisho tu. Kwa sababu Mungu ni msaada usiokosa wakati wa mahitaji. Uko hapa una mahitaji, yamekuwa zaidi ya uwezo wako, yamekuwa zaidi ya hekima ya mwanadamu, yamekuwa zaidi ya uwezo wa mfuko wako. Ni vizuri uelewe na ujue ya kwamba huu msaada haukosi. Biblia inasema ni msaada usiokosa wakati wa mahitaji. Mtu anayehitaji msaada ni mtu ambaye amefika mwisho, ni mtu ambaye amefika mahali ambapo hawezi kujisaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia katika kitabu cha Kutoka mlango wa 3. Nataka tuende katika maandiko hayo. Kitabu cha Kutoka mlango wa 3, that is Exodus chapter 3 and verses 7 to 10. Kitabu cha Kutoka chapter 3, Exodus chapter 3 and verses 7 to 10. Maandiko inasema ya kwamba, and the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, to bring them up from the land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come up to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come now therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Amen. Maandiko haya yanazungumza habari ya wana wa Israeli wakiwa Misri. Munaelewa ya kwamba wakati wowote Yosefu alikuwa hai, Wayahudi waliishi vizuri sana katika hiyo nchi. Na Biblia inasema ya kwamba wakakaa katika hali ile ya kuwa na kibali hata mbele ya mfalme. Na Mungu alikuwa pamoja nao, na Mungu alikuwa anafanya miujiza, mpaka inafika mahali kwingine kukiwa na giza, huko kwao hakuna giza. Kwa hiyo uwepo wa Mungu uliwahifadhi sana wakiwa mahali pale. Lakini Biblia inasema ya kwamba ilifika mahali mfalme aliyejua Yosefu akafa. Na kwa hivyo ikawa ya kwamba ile favor ambayo walikuwa wanaenjoy ni kama imeondoka kwao. Ukainuka mfalme mwingine ambaye aliangalia akaona hawa vile wanaendelea kuzaana na vile wanaendelea kuendelea, siku moja watachukua hii nchi yetu. Kwa hiyo kitu tutafanya ni kufanya mpango ili ya kwamba mtoto akizaliwa akiwa mdogo anafinywa hapa kichwa, anakufa mtoto kijana, maana vijana ndio hubeba mbegu ya kuendeleza kizazi. Wakifa vijana wote, hata kama wasichana watakuwa, hakutakuwa na kuzaana tena. Hiyo mpango ikapangwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akainua msaada, kwa sababu in every challenge God will raise a deliverer. Katikati ya wana wa Israeli, Biblia inasema kukawa na wamama wawili, na hao wamama wawili
walikuwa ni wakunga wa kusaidia kuzalisha. Na wakati walikuwa wanaona mtoto kijana anazaliwa, badala ya kuua walikuwa wanamficha. Kwa hiyo watoto wakasurvive. Na hiyo ndio tunaita Mungu kuingilia kati kukuletea msaada. Wengine wote walikuwa wanakufa ndio, lakini hawa wanahifadhiwa. Bwana Yesu asifiwe. Si Bwana akuhifadhi katikati ya mambo mengi. Si Bwana akufiche wakati watu wanaangamia usiangamie. Wakati watu wanauawa wewe usiuawe. Wakati watu wanakufa na magonjwa wewe upone na uishi. Inaitwa divine exemption. Bwana anaweza kukuondoa kwenye alama ya kifo, kwenye alama ya maangamizi, na ukaishi katikati ya shida. Amen. Vijana wakaishi. Biblia inasema katikati ya hao ikawa ya kwamba imekuwa baya sana. Mose akazaliwa. Na Mose alipozaliwa, Biblia inasema ya kwamba mama yake akaona huyu mtoto ni mtoto mzuri sana, na kwa hivyo kwa sababu hafai kufa, akaenda akamficha kando ya mto. Na akimficha mahali pale, binti ya mfalme akamuona akienda kuoga. Mnajua hiyo story. Na Biblia inasema akaona ni kijana mzuri, akamtoa, akaenda naye nyumbani na akasema, wacha nimlee huyu mtoto. Bwana asifiwe. Tell your neighbor, divine help in the times of trouble. Kuna shida lakini msaada uko. Amen. Nasema kuna matatizo ya economy, but your help is there katika jina la Yesu. Kuna challenges katika maisha, but God will stretch his hand and deliver you. Amen. Mose akawa deliver. And that's why aliitwa jina Moses. Maana Moses means ametolewa kutoka kwa maji, ameokolewa. The name means a deliverer, drawn from water. Ametolewa katika maangamizi. Na Biblia inasema, ikasemekana Miriam alisema, nikutafutie mlezi. Miriam ndiye mkubwa wa Mose. Kwa hivyo kwenda kutafuta mama, alileta mama ya Mose. Divine help. Hallelujah. Msaada wa Mungu. When God intervenes, divine help must come. Hallelujah. Na Biblia inasema Mose akalelewa na mama yake, akafundishwa desturi zao na mambo yao. Alipokuwa mkubwa, Biblia inasema akaona haifai kuitwa tena mwana wa binti ya mfalme, na watu wao wanateseka nyikani. Akaona wacha nichomoke kwa ufalme, because he carried a great destiny. Amen. Maisha ya Mose ilikuwa kama maisha ya Kristo, ni maisha yaliyo na makusudi ya ukombozi. Kwa hiyo hangetulia mahali pale. Did you know that your destiny has a purpose with God? Na kwa sababu Mungu ana makusudi na maisha yako, unaweza pitia mambo mengi lakini hautaisha. Amen. Utapitia challenges mingi lakini utatokea tu. Kwa sababu gani? Mungu ana makusudi na maisha yako. Mungu ana makusudi na destiny yako. You are not on your own. You carry other destinies with you. Bwana Yesu asifiwe. Moses alibeba destinies of all the Jews. That's why Mungu hangekubali aweze kuangamizwa. Biblia inasema ya kwamba, now where we are reading chapter 3, wakati Mose ako katika nyika anafanya kazi zake za kawaida za kulisha kondoo, one day akasikia ama akaona kichaka ambacho kinawaka. Na kile kichaka ambacho kinawaka, Biblia inasema hakiungui. Akasikia sauti na mwambia Mose, toa viatu, mahali umesimama ni mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu sauti ikamwambia kwamba nimesikia kilio cha watu wangu, nimeona mateso yao, nimeteremka niweze kuwaokoa. But God cannot save without the hand of man. Hallelujah. Kwa sababu Mungu hutumia watu kufikia watu. Alipoona vile wana wa Israeli wanahitaji msaada, he used men. Amen. Tell your neighbor you need a man. Ambia mtu unahitaji mtu. Ila modo ni rafara modo na watu wawera. Unahitaji mtu. Bwana Yesu asifiwe. We must value people. People are very important. Lazima tuwe na dhamana na watu. Hata huyo mtu unaona kama si wa maana kwako, siku moja anaweza kuwa msaada wako. Amen. Mose alionekana mtoto mdhaifu,
alionekana mtoto kwamba ni mtoto tu ametolewa ndani ya maji, hakuna mtu angejua ya kwamba one day he will be a great king in Israel. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na Biblia inasema Mungu akamtuma, akamwambia nataka nikutume uende waambie Farao. When you read from chapter 4 and on, unaona he is repeating, kuna maneno anarudia, let my people go that they may serve me in the wilderness. Amen. Those are powerful words. Ni maneno yaliyo na nguvu, ni maneno yaliyo na nguvu ya mtu ambaye si mtu wa kawaida. Somebody going to a king, kumwambia acha watu wangu waende, huyo si mtu wa kawaida. Hayo sio maneno ya kawaida, hiyo haina tafadhali. This man of God is carrying a lot of authority and power. Kwa sababu gani? Destiny yake iliokolewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu ambaye Mungu amekuokoa kwa mambo mengi. Umepitia kwa challenges, umetokea. Ulikuwa mgonjwa ukapona. Umepitia kwa mambo mengi na siku ya leo unaendelea. Let me tell you, it's not for you, it's for him. The reason why anakupreserve ni kwa sababu yake. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inatuambia ya kwamba Mungu akamwambia Mose, nimesikia kilio chao, nimeona mateso yao, nimeteremka kuwasaidia. Amen. Si Bwana aone mateso yako, si Bwana asikie kilio chako, si Bwana akuje kukusaidia katika yale mambo ambayo unayapitia asubuhi ya leo. Inaweza kuwa uko kwa kitanda cha hospitali, inaweza kuwa saa yuko confused in life, hujui ni nini kinaendelea. There is help that is coming from God this morning katika jina la Yesu Kristo. Moses was sent as a deliverer for the children of Israel. Amen. Can I give you the good news? Ya kwamba Jesus has come as our deliverer. Jesus is the New Testament Moses. Yesu ndiye Mose wa Agano Jipya. Yesu Kristo, Biblia inasema ya kwamba tulikuwa tumepotea, tulikuwa tunatembea katika giza, tulikuwa tumelaaniwa, tulikuwa tumefungwa na minyororo. Kristo alipokuja akaweza kufa msalabani, akabeba laana zetu, masikitiko yetu, magonjwa yetu, matatizo yetu. Why don't we look at him? Hallelujah. As our Savior, as our Redeemer, as our Deliverer. Bwana Yesu asifiwe. Am I talking to somebody who is born again? Yes. Do you know that you have him in your life? Oh, yes. Unajua Yesu yuko ndani yako. Yes. Kwa nini uhangaike? He is just there. Hallelujah. Usiwe kama wanafunzi walikuwa wanateseka kwa sababu ya mawimbi. Wanashindwa itakuwa namna gani, wanachota maji, wakirudisha maji inaingia tena kwa mashua, wanachota inaingia. Yesu amelala pale chini kilindini cha mashua, lakini hawakumbuki wako naye. Amen. Tuhangaika, twasumbuka, twateseka, tunajitaabisha wakati hatukumbuki yuko pamoja nasi. He will never leave you, he will never forsake you. Amen. He is ever present help in the times of need. No matter how shida yako ni kubwa ama ni dogo, it doesn't matter. Call upon him, he will hear. Amen. Hawa walilia kitu kibaya ni kunyamaza. Wakati umefinywa usinyamaze. Biblia inasema watu endelea kufinywa na mkono wa mwenye nguvu, wala hakuna ulizage Mwokozi wetu wako wapi. Haleluya. Wakati unafinywa usinyamaze. Lia, muite Bwana. Haleluya. Muite Bwana kwa sababu atakuja na atakusaidia. He appeared in the fire. Wakati Shadrach, Meshach na Abednego waliwekwa ndani ya tanuru la moto, Biblia inasema Daniel chapter 3 verse 24 mpaka 27 ya kwamba he appeared there as the fourth man. Alionekana kama mwanaume wa nne na mfalme asubuhi, kwa sababu alikuwa amewarusha pale waangamie. Alipokuja pale katika tanuru, akaangalia akauliza, jameni, si tuliweka hapa watu watatu? Huyu mtu ambaye ninaona ni mtu wa nne na anaonekana hajafungwa kama hawa, anatembea, huyu ni nani? Anakaa kama mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. May he appear in your fire in the name of Jesus. Hallelujah. In every fire that you go through, lazima uamini ya kwamba Jesus is with you.
Yesu hatakuacha. Amen. Yeye sio kama sisi wanadamu, hata kukimbia wakati shida ni mingi, he will still be with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Shadraka, Meshaki na Abednego waliitwa na sauti na mfalme. Shadraka, Meshaki na Abednego, na mfalme anaitana. Je, Mungu wenu amewaokoa? Kwa sababu walikuwa wamesema hata kama hatatuokoa hatutainamia miungu yako. Amen. Matatizo ni kwa muda. Challenges ni kwa muda. Can I tell you good news? It is a test of your faith. Sio ya kukuangamiza, sio ya kukumaliza, ni kujaribiwa kidogo kwa imani yako. Kwa hiyo usianguke mtihani wakati ambapo imani yako inajaribiwa. Simama. Sema hata kama mimi ni mgonjwa, nitapona. Sema hata kama niko chini, nitainuka. Sema hata kama sina amani, amani itanirudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaiah 43:2 anasema hata ukitembea katikati ya moto, wewe hautachomwa, wala hakuna nywele yako itakayonuka moshi. Hallelujah. God may not quench the fire, but he can change the fire. Amen. Anaweza kutoizima. Hakuzima wakati walikuwa wanarushwa, hakuzima, lakini anaweza kubadilisha hiyo moto. Ukiwa ndani inasikika kama maji, badala ya isikike kama moto. Amen. He may not quench the fire, but he can be able kufanya hiyo fire iwe powerless. Amen. May he appear in your challenges katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. May the Lord appear in your challenges katika jina la Yesu. Amen. When he steps in, wakati anapoingia, situations, circumstances zinabadilika. Acts 16:16, you understand? Biblia inasema walipoinua sifa na kuabudu Paulo na Sila wakiwa ndani ya gereza, Biblia inasema milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka. Minyororo ikaanguka. Kwa sababu gani? Uwepo wake ulikuja. Usijali ni kitu gani unapitia, bora yuko pamoja na wewe. Amen. When he is together with you, I'm telling you, you are more than a conqueror. Daniel chapter 6:22. Danieli aliwekwa katika tundu la simba. Na simba hawa walikuwa wamekosa kukula kwa muda, wakifikiria ya kwamba hawa wakifikiria Danieli atararuliwa na hiyo simba, wakaona amekuwa friendly. Amen. Yaani huyo simba amekuwa friendly. Na unajua simba anakuwa na manyoya. So Danieli usiku huo alilala kwa mto hiyo ya simba. Bwana asifiwe sana. May the Lord turn any uncomfortable situation in your life to comfort katika jina la Yesu. It is possible. Tell your neighbor it is possible. It is possible. But what are you supposed to do? You must pray. Amen. Ili upate divine help, you must pray. Usikose kuomba. Jeremiah 33:3 nasema, call upon me. Amen. And I will answer you and show you great and mighty things you know not. Amen. Niite, nami nitafanya nini? Nitakujibu. Ni nani anasema? God. Mungu ndiye anasema ya kwamba niite, nami nitakujibu. Nitakuonyesha mambo makubwa ambayo haujui. Prayer is a force. Maombi ni nguvu. Amen. But most of the times, kitu kinafanyana mtu akose maombi ni kwa sababu Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 6. Biblia inasema namna gani? 6 and 7. Msiwe na wasiwasi kwa jambo lolote, lakini kwa kuomba na kusali pamoja na kushukuru mjulisheni haja zenu, na amani yake ipitao fahamu wote itaweka mawazo yenu na nia zenu ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. Kwa nini watu wanashindwa kuomba? Kwa sababu ya wasiwasi. Wasiwasi huondoa nguvu ya maombi. Lakini ukiwa na confidence inatokana wapi? Kwa imani. Because your prayer must be driven by faith.
Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kwa hivyo wakati ambapo unapitia challenges, read the word of God a lot. Amen. Read the Bible stories za watu ambao walikuwa na challenges, Mungu akawaokoa. Ili you build your faith ya kwamba God still is doing miracles today. Amen. We have an example of this woman called Hannah. Hannah alikuwa na challenge nyumbani mpaka hata mzee anamuinukia kumwambia wewe, hii kilio yako imekuwa mingi sana. Maana mzee hajui uchungu wa kukosa mtoto. Kwa sababu in actual fact alikuwa anaitwa baba. Sipendi na ana watoto. Kwa hivyo yeye hakuna hiyo emptiness, alikuwa anaitwa baba. Mtu mwenye alikuwa na challenge ni Hannah. Lakini Hannah aliamua ya kwamba mimi sitakaa tu, I will pray. I want to encourage you to pray when you are in challenges. Yes. Amen. Hallelujah. Do not worry, but pray. Because ukianza worries, hautapata nguvu ya maombi. Amen. So pray. Acts chapter 12 verse 5. Biblia inasema ya kwamba wakati kanisa liliinua maombi, Mungu alituma malaika ambaye ninaita divine help, ni msaada wa kiungu, kwenda kumtoa Petro katika gereza. Maana Petro akiwa amehubiri injili alishikwa akawekwa ndani. Na hakuna namna angetoka, lakini Biblia inasema maombi ikainuliwa na kanisa. It's good to pray alone, it's good to pray with people. Amen. Some of the things we are going through, hautaweza kuomba peke yako. You need people. Ongea na mtu mwambie unahitaji watu. Mwambie usitoroke watu. You need people. Unahitaji watu wakusaidie kuomba. Do you know kuna wakati hata unaweza kupitia kitu hata huwezi kuomba. Kwa hiyo you need a close friend to pray for you. Amen. Kuna wakati unapitia machungu. Like for example you have lost somebody very close to you. Sometimes unaenda kuomba unakuwa confused. So you need somebody who can pray for you. Amen. So you need to pray. Unafaa uombe na unafaa uombe na watu. That's why prayer partners are very important. Sijui kama wewe unakuwa na prayer partner ama wewe ni mansoro. Hallelujah. Najua kuna wapendwa ambao wao wanajiweza. I am a pastor but I have a prayer partner. I have somebody that I tell when I am weak. Kuna mtu napigia simu na mwambia nasikia niko flati kabisa, na jaribu kusema Bwana katika jina la Yesu tarara. So namwambia ni wakati wa take my back, ni wakati wa kuniombea. Niombee. Bwana Yesu asifiwe. Ongea na mtu mwambie unahitaji mtu. You need somebody who can pray for you. Amen. So look for a prayer partner. Wacha kukaa peke yako. Tafuta mtu ambaye unaweza kumwagia moyo wako wakati una machungu, naye awe mwaminifu. Not everybody. Hallelujah. Look for somebody who is faithful. Mtu mwaminifu, mtu ambaye hata kushauri ya kwamba siku hizi Mungu ajibu maombi. Mambo nimeibu nasema wewe, unajua unaweza kwenda kuambia mtu shida uko nayo, boroiga wewe. Unasema wewe, mimi yale ninapitia, huyo akusaidie. Hata kama unapitia na mtu anakuambia usimwambie yako, ni nafasi yake. Hallelujah. Mwambie wacha tuamini Mungu. Wacha tuamini Mungu. Kwa hiyo kanisa liliinua maombi. Na Petro akiwa amefukiwa katika ndani ya gereza, Biblia inasema ya kwamba malaika wa Mungu akatumwa. So ili uweze kupokea msaada wa kiungu ni lazima uombe. Amen. Ni lazima ufanye nini? Uombe. Maombi ni ya muhimu sana. Amen. Number 2, ili upokee msaada wa kiungu lazima usikilize. Lazima ufanye nini? Usikilize. Wakati unaomba, sikiliza. Wakati Petro kanisa liliomba, malaika alikuja akazungumza na yeye. Na akamwambia vile atafanya. Akamwambia vile atajiandaa na vile atatoka ndani akiwa nje ndio alilia Isaia. Hata ni kama ilikuwa ndoto. Amen. Lazima wakati unapitia challenges na unaomba Mungu akupe msaada, kuwa msikivu sana. One of the best person to listen to anaitwa Roho Mtakatifu. Amen. Sikiliza Roho Mtakatifu wakati unahitaji msaada wa Bwana.
kwa sababu atakwambia na kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika Biblia unaona vile Mungu alipeana msaada kwa watu wake kupitia sauti yake. Amen. Last Sunday I was talking about Elijah in the book of 2 Kings, 1 Kings chapter 17 and chapter 18. Na Biblia inasema ya kwamba sauti ya Bwana ilimwambia Elijah, amuka uende ukasimame mahali ambapo kuna kijito, na mahali pale nimeamuru kunguru akulishe pale. Amen. Amen. Ukiomba sikiliza, maana sauti itakwambia msaada uko wapi. Jamani, si kuna wakati mtu anakuwa na shida, alafu unaomba, halafu sauti inakwambia pigia fulani. Na ukipigia huyo mtu, hapo na hiyo kitu ulikuwa unataka. Kwa hiyo si kuomba tu, lazima kwanza ufanye nini? Tena ufanye nini? Usikilize. Amen. Na Bwana akikupa maagizo kama vile alipa Elijah, enda fanya kile amesema. Sometimes Mungu atakwambia fast. Si maombi tu, funga, si ndio? Wakati mwingine Mungu atakwambia ondoka. Kuna mtu nimeachilia mtapatana. Hallelujah. Kwa hiyo ni ya muhimu sana. Number 1 kuomba kama unahitaji msaada. Number 2, lazima ufanye nini? Lazima usikilize. Amen. Lazima ufanye nini? Usikilize sauti inasema namna gani. Ukisikiliza sauti inasema namna gani, kuna maagizo sauti itakufanya nini? Itakupea. Hapa ndio tunasema lazima uamini. Omba, sikiliza, amini kile umeambiwa. Ukiamini, kutii haitakuwa ngumu, itakuwa rahisi. Amen. Some of our problems hazitabadilishwa na maombi peke yake. Labda Mungu atakwambia, I need you to serve me in this area. Amen. Labda Mungu atakwambia, I need you to sacrifice a little bit. Amen. Labda usacrifice usingizi wako uombe. Labda usacrifice chakula chako ufunge. Labda usacrifice hata pesa yako ufanye kazi ya Bwana. Because sisi tumeona doors have been unlocked by giving. Sisi tumeona kuna milango Mungu amefungua watu wakitoa. Amen. Sometimes we suffer because of disobedience. Amen. Kwa sababu ya kutotii hiyo sauti, that's why we continue to suffer. Amen. Look at this, John chapter 2. Bible inasema walipokosa divai na harusi inaendelea. Biblia inaonyesha ya kwamba Mary alienda kwa Yesu. Akamwambia hawana divai ya kutosha. Alafu Yesu akamwambia, mimi tuna nini na wewe mama? Mama alipoenda kwa Hawa hakuambia ya kwamba ameniuliza kuna nini. Unajua aliwaambia namna gani? Atakapowaambieni nifanyeni. Kwa sababu Mary alijua obedience is the key to the blessings. Amen. Utiifu ni funguo ya baraka. Na Biblia inasema, you know the story. Vile ambavyo maji iligeuka ikakuwa divai baada ya kuweka hiyo maji ndani ya pot. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakuombea masikio yako ya kiroho yafunguke. Kwa sababu kama macho yako na masikio yako ya rohoni haitafunguka, utaendelea kusumbuka na kuteseka. Amen. Look at how God guided the children of Israel by the voice. By a voice, by his voice, he Amen. Many times walipata ushindi. One time 5 kings were together. Na ikawa ya kwamba hakuna maji. Na wakaona majeshi watakufa kwa sababu ya kiu cha maji. Biblia inasema sauti ya Bwana ikawaambia vile watakata mitaro. Na wakikata mitaro, Mungu akasema atajaza maji. Na Biblia inaonyesha hakukunyesha, lakini mitaro ilijaa maji. Maadui walipokuja waliona maji imemulikwa na jua, wakaona kama ni damu, kwa sababu hawakuona nini? Jua. Kwa hivyo maadui wakajua ya kwamba hawa watu wamepigana mpaka wamemwagana damu. Wanapokuja wamevamiwa. Amen. Tell your neighbor prayer. Pray and listen
and then fanya nini? Obey the instructions. Mungu akikwambia kitu ufanye, kubali kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. When we pray, God moves. Amen. When we pray, chains break. When we pray, doors open. Amen. Wakati tunaomba, Mungu husikia na Mungu hutembea. Wakati tunaomba, milango inafunguka. Wakati tunaomba, malango yanavunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Si unaona kanisa liliomba, milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. The reason why Mungu anaingilia kati kukusaidia sio kwa ajili ya kukuokoa tu, lakini kwa sababu ana makusudi na maisha yako. I'm repeating that. Nilianza kusema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Last Sunday I said, when you get the victory, share the victory with other people. Wakati Mungu amekupa ushindi dada yangu, share that testimony. If you encourage somebody. Sindio? The reason why Mungu amekurescue, the reason why Mungu amekutumia msaada, sio kwa sababu yako tu, hata kwa sababu ya watu wengine. Amen. Kwa nini wamama tutiane moyo? Mama mwenzetu akikosa nguvu, situmwambie Mungu anajibu maombi. Situmwambie tutaomba na wewe usikose nguvu. Haleluya. Wazee situtiane nguvu. Amen. Situendelee kuambia watu Mungu wetu anaweza. Amen. I was there, I'm not there today. Hallelujah. Can I prophesy over somebody's life? Hiyo situation uko leo hautakuwa kesho. Amen. Kesho itakuwa testimony. Na hiyo testimony itasaidia mtu mwingine. Hallelujah. Kuondoka mahali pale. Amen. So wakati Mungu anaingilia kati katika maisha yako, anahakikisha ya kwamba jambo hilo ni ushuhuda kwa mtu mwingine. Na huyo mtu mwingine anapata nguvu, anapata uwezo. I declare your destiny can never be stopped. Katika jina la Yesu. Hakuna mtu atakayesimamisha hatima yako. Kwa sababu gani? Iko kwa mkono wa Bwana. Wewe tu ndio utafunga chapter zako. Lakini kama kila siku unajituma, kila siku unabidii, kila siku unasema sifi moyo, kila siku unasema ya kwamba my business must have to work, haitakufa, itaendelea, maisha yako itaendelea. If you are encouraging yourself every day, nobody will stop your destiny, I'm telling you. Bwana Yesu asifiwe sana. May the Lord show up in your situation in Jesus' name. May the Lord fight for you today in the name of the Lord. May the Lord break every barrier in your life in the name of Jesus. May the Lord change your story today in the name of Jesus. May the Lord step in your fire today in the name of Jesus Christ. In your family, in your business, in your spiritual life, and every area of your life, may the Lord show up today katika jina la Yesu. Wacha Bwana aonekane katika maisha yako siku ya leo katika jina la Yesu. I pray that God will show himself strong on your behalf. Amen. Na ya kwamba utakuwa na testimony. Ya kwamba nimepitia sana lakini nimeshinda. Hallelujah. Nimepata challenge sana lakini nimeokoka. Nimeondoka kwa hiyo shida katika jina la Yesu. I bless you today in the name of the Lord. I speak your victory today in the name of the Lord. I declare your healing today. I declare your deliverance today. I declare your victory today. In the name of Jesus Christ. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause his face to shine upon you. And may the Lord give you peace. In Jesus' mighty name. Amen. Tusimame mbele za Bwana. Tumshukuru Bwana kwa sababu ni mwema. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako, kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya upendo wako. Inua mikono yako, mshukuru Bwana, mtukuze Bwana, mwambie Bwana asante kwa sababu siku ya leo ni siku yake ya kuingilia kati katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. The enemies that you see today, you will never see them again. Hivyo ndivyo aliambia Musa,
waambie wana wa Israeli in Exodus 14:14, maadui ambao mnawaona siku ya leo hamtawaona tena katika maisha yenu. Na siku hiyo wakaharikishwa, siku hiyo wakaangamizwa, na shida ikafika mwisho. Wacha Bwana kuonekanie siku ya leo. Wacha maadui wako waangamie siku ya leo. Wacha shida zako ziangamie siku ya leo. Yandaraba sakayandu shatarabana maganda rekayando robo shata rabazi kayando robo shata rebaza kayanda ramasata. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakuabudu. Asante kwa watu wako Bwana. Wewe ni Mungu wa msaada wa karibu. Wewe hakuna siku utatukosea msaada. Na kabidhi watu wako mikononi mwako. Matatizo na shida walizo nazo, kutana na wao siku ya leo, maana wewe ni mwaminifu. Na kuinua Bwana, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Kwa Yesu Bwana tumeomba na tumeshukuru. Amen. Hallelujah. Nataka niombe na wewe ambao unasema I need divine intervention. Yaani unasema nataka Mungu aingilie kati. Saa